Sasa kumekuwa na sera mbalimbali. Wewe ni kijana ambaye unasoma, unaingia mitandaoni, unajaribu kuangalia nini ambacho ungeweza kusema kwa wizara husika na hata baadhi ya wadau wa karibu katika kuendeleza kilimo, hasa kumvutia kijana. Nadhani ambacho ningesema ni kwamba ukiangalia sekta zingine, tunasemaga hiyo barrier of entry, yani mazuio ya kuingia kwenye hiyo sekta ni kubwa. Ukisema kwamba uingie kwenye madini, of course fursa zipo, lakini ni ngumu kidogo. Ukisema uingie kwenye labda usafirishaji wa malori, ni ngumu kidogo. Lakini kilimo kina kama unafuu fulani. Kwa mfano ukiwa kama eneo hizo za Songea, unakodi shamba yako kwa 70,000 labda kwa eka, unaanza mdogo mdogo, unaanza kulima. Kwa hiyo fursa zipo, lakini pia of course vijana lazima wachangamkie hizi fursa, lakini serikali pia itusaidie kidogo. Itukute kwa nini kidogo? Si hata sana. Sana au hawajawaamini. Kuna Kisarika wangapi ambao nasema atakwenda namna hiyo akajificha huku. Tuko uzuri Parang'anda huku akajificha, sio wengi, lakini uzuri wapo, na nikizungumza na vijana tena wa siku hizi sana wako very open kujifunza, lakini of course changamoto kubwa ambayo tunapata ni mtaji, na najua kwamba serikali inafanya kazi sana kutatua hii changamoto. Kwa mfano TADB wana mikopo ambaye hayana dhamana, lakini pia kuna miradi ya BBT ambaye Wizara ya Kilimo imeweka ili vijana waanze mdogo mdogo, waweka kwenye makundi, na kuna 442 zile za halmashauri. Of course tunashukuru kwamba vitu vinaendelea, lakini bado tunahitaji msaada kidogo. Sio kwamba wale wanaoanza, lakini hata sisi ambao tupo katikati, ambao labda hatuna dhamana, lakini tuna wazo na tuna ndoto. Yaani serikali au watunga sera watusaidie kidogo ili watengeneze mazingira wezeshi na benki ili wapate namna ya kufinance kilimo, kwa sababu hiyo ndo changamoto kubwa kwenye kilimo sasa hivi, namna ya kufinance kilimo. Na nadhani kazi inaendelea, na tunatafuta schemes mbalimbali kutoka nchi zingine, Brazil walichofanya kuhamasisha vijana, tuige nini kwenye walifanya nini kuingia kwenye kilimo. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio shida kubwa ambacho nadhani itawavutia vijana wengi sana wakipewa mtaji ya kuanzia na elimu ya kuanzia. Na uzuri sasa hivi wataalamu wapo. Serikali imefanya kazi kubwa kuleta wataalamu wa mazao, wapo na vijijini, kuongeza mnyororo wa thamani, eneo dogo ulime kitu gani. Kwa hiyo nadhani tukiweza kutatua hiyo issue ya access to finance, nadhani kilimo kitavutia vijana wengi sana. Kijana ambaye unatazama Wazo hadi Biashara, tupo Kiparang'anda, ni wilayani Mkuranga, mkoani Pwani. Kwa hiyo uliponunua hii umesema inaitwa nini? Hii inaitwa pond liner. Pond liner hii ndio inasaidia ni maji yasichafuke, kwa sababu huwezi kuweka kwenye udongo wa kawaida. Kwa hiyo pond liner inasaidia ni maji yakae vizuri. Na samaki ndio wapo pale wako ndani, wanakuwa na mazingira at least ambayo yanakaribia yale ya ziwani. Sasa tunazungumza maji. Kwanza maji yenyewe unayatoa? Maji ikabidi tuchimbe pale, tumechimba kisima. Umeyachimba kutoka chini? Kutoka chini tumechimba kisima, tumeweza kupata maji masafi ambayo hayana chumvi. Kwa hiyo ndo tunapopata maji ya kuweka hapa kwenye bwawa. Okay. Ndio. Na hapo umeweka samaki wangapi? Hapa wako 7,000. Wako 7,000. 7,000 hivi tu. 7,000, ila ambao wamekulia hapa, walianza vifaranga. Wameanzia vifaranga, wanakuja kwenye mifuko midogo, yani wakiwa ndani huwezi hata kuyaona, wanakuwa vidogo sana. Ndio maana tunawatenga kwenye eneo maalum wakiwa wanakuwa ili wapewe chakula, maana wakiwa wadogo hawezi kufuata chakula ikiwa mbali, baada hawezi kusense chakula. Kwa hiyo ukiwatia hivyo watakuja kufa kwa njaa, kwa sababu hawezi kujua kama chakula imekuja wapi. Umeshawahi kuuza hata mara moja? Samaki bado. Hii itakuwa msimu wa kwanza tutakuwa tunauza. Kumbe pamoja na hivyo ni kwamba kunapaswa kuwa na uvumilivu kidogo. Kunapaswa kuwa na uvumilivu, kwa sababu hata wachache avumilie mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu amefikia hela hapo. Mpaka kwa sababu hii zinachukua miezi 6 na mara ya kwanza, yani ukiwa na kianzilisho cha maji
huwa unapata faida kwenye msimu wa kwanza, lakini mpaka uchimbe, kama unachimba inaweza kuchukua hata msimu miwili ndio upate faida yako. Lakini ukibahatika kupata maji kama ya Dawasco, uhitaji kuchimba, raundi ya kwanza tunapata faida yako. Okay. Kwa hiyo yote hayo ulisoma tu mtandaoni ukahamasika? Ndio, nimesoma mtandaoni, nimekutana na wataalamu wamenipa ushauri, lakini vingi unajifunza. AI siku hizi sipo, ChatGPT, mifumo yapo. Kwa hiyo unajua ndio ukiuliza chochote ndio tutakusaidia. Anakupa utaalamu wote. Maana wale hawasemi hapana, mnaweza mkanifanyia kile. Ndio tu. Okay. Kwa hiyo sasa kwa hapa mfano unaona wapi? Sasa hivi tunaona una mabwawa mangapi hapa? Hapa yako 2 tu ya kuanzia. Na hili hapa tunaona halina maji. Hili halina maji. Tumewahamisha huku. Wakati hapa kuna marekebisho ambayo yanaendelea pale, kule kuna maji yanavuja kidogo, kwa hiyo tumehamisha huku. Kwa hiyo hata huku wamejaa sana. Kwa hiyo nadhani baada ya siku 2-3 maji yakishaanza kuja huku tutawaleta huku, watahamia huku. Sasa tuone hapa kuna wavu. Mimi ninavyojua nyavu kama hizi wanavulia samaki. Sasa hapa unafanya nini? Sasa hizi bahati mbaya ndege pia wanapenda samaki. Okay. Ndege pia wanapenda samaki, na ndege anaweza kala samaki wengi kwa wakati mmoja. Na wakishaanza ukiona kwamba kuna samaki wengi hivi wanakuja sasa wengi. Kwa usipoweka nyavu wa uvuvi, kuna ndege ambao ni wa uvuvi wala samaki. Kwa usipokuwa makini unaweza ukajikuta kwamba umepoteza samaki wengi. Lakini pia kuna changamoto za kenge pia. Kenge akishaingia hapa, kenge pia wanaingia. Kenge anaweza kuingia. Kwa hii net na wazuia. Of course hii pia pond liner kwa kenge ni ngumu kupita huku. Natereza miguu yake. Kwa hiyo kishazama pale, yani kutoka inakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima utamuua. Lazima utamuua tu. Kwa hiyo of course kuna changamoto za mazingira. Kwa hiyo ndo mazingira ya shamba yenyewe, kuna wanaopenda samaki pia, sio sisi tu. Kwa hiyo lazima tuwadhibiti kidogo. Kwa hiyo nini ambacho ungependa kuambia vijana wenzio, hasa tunaposema kujiongeza? Mimi nakupa ujasiri kwa sababu usiogope mpaka uwe na eneo kubwa. Kwa sababu hata ukiwa na eka zako, hata nusu eka, unalima zako mchicha, unavuna kila wiki 3 unapata hela zako. Unavuna cabbage, unakuwa na kamzunguko wa hela. Na kuna mazao mengine hata ukiangalia kwa supermarket hayapo kabisa. Lettuce kwa mfano sasa hivi ukienda zako supermarket bei yake imechangamka. Na uhitaji eka 100 kulima lettuce. Ukifanya eneo mtu anakwambia sina eneo. Una eneo, ukifanya kidogo tu, hata zile mboga ambazo tumezizoea, mchicha, sukuma wiki, wale wa mama ambao wanatuzia mboga msione hivyo wana kipato kikubwa, kwa sababu ana mzunguko wa hela kila siku ambao unakuja, na lazima watu wale. Ndio uzuri wa kilimo, watu lazima wale. Hebu tuwape chakula. Wanakula chakula gani? Wanakula chakula hiki tilapia growers. Sasa chakula chake kinatofautiana. Kwa sababu kwenye kila umri unaona hizi hapa kuna milimita 2. Unaweza kuanzia na milimita 0.8 wakiwa wadogo za ukubwa wa samaki. Ukubwa wa nani yenyewe wa chakula. Punje zenyewe. Labda nionyeshe. Ziko kama ulezi. Naona kama ulezi kabisa. Chini ya ulezi. Unaona? Kwa hizi ndio milimita 2. Kwa hiyo samaki wamefika umri ambapo wanaweza kula hivi, lakini wakiwa wadogo sana hii itawachoka, hawezi kula hivi. Na ukitupia humo wanachangamka. Unaona hata sasa hivi washaanza kuja wanamjua, hata naye walisha kila siku. Ukipita tu wanaanza kukuchangamkia. Yaani ukipita tu, kwani wameshiba, jaribu ni vibaya. Wewe tupa tu uone. Hata hii kwanza tupa tu uone. Mtazamaji, nalisha tilapia, nalisha samaki. Naona kweli. Na hapa ndio unaweza kuona ukubwa wake. Hapa ndio unaweza kuona kabisa ukubwa wake. Cheki hapa wanavyogombana. Wanavyoanza kuruka. Walikuwa na njaa. Walikuwa wana njaa. Hao wanakula mara 3 kwa siku. Wamelishwa asubuhi. Wamelishwa asubuhi, sasa hivi tunalisha tena. Na mfuko kama huu wanakula siku ngapi? Huu sasa hivi wamekuwa wakubwa. Wao wanapiga kilo 3 kwa siku. Okay. Na hii ni kilo 50. Kwa hiyo unaweza kufanya mahesabu ya kabla labda tuseme siku 12, ndio siku 13 watakuwa washamaliza. Lakini mwanzoni tulivyokuwa tunaanza nao
hii kilo 50 inaweza kukaa hata mwezi, kwa sababu tunawalisha kijiko kimoja tu chakula. Kwa hiyo hapa waliopo kule wamepata taarifa kwamba huku chakula. Sasa ndio kile nilichokuambia, wakiwa wadogo hiyo taarifa hawezi kupata, ndio maana lazima tuwatenganishe kidogo waweze kula. Na hapo nimeona sasa wengine wanaanza kurukaruka sasa. Na hapa bado hawajaja na njaa. Ningekuja asubuhi walipokuwa na njaa ndio wangekuwa wanarukaruka kabisa, wanafuata chakula. Na vyote hivyo umejifunza mtaandaoni? Zote tumejifundisha mtaandaoni wakiwa na njaa. Na huko wenzetu wa China wameendelea, wenzetu wa nchi za mbali wameendelea, wanajua, wanatumia AI kabisa kujua samaki wana move kiasi gani kwa siku, utajua kabisa kwamba health yake iko kiasi gani. Yaani sisi bado tunafanya tunasema kienyeji sana, bado hatujaendelea. Lakini kwa hiyo kuna mtu ambaye anawalea hawa. Anawalea. Kuna mtu anakaga shambani kila siku, maana mishe zangu zingine ziko mjini. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anisaidia. Kwa hiyo pia tunaongeza at least. Na yeye mafunzo umempa au na yeye alikuwa ni mtaalamu toka mwanzo? Na yeye tumejifunza wote. Tunajifunza mdogo mdogo pamoja. Kuna mtaalamu mwingine anakuja anatusaidia mara moja, lakini anawakagua, lakini yeye ndo anafanya kila kitu. Maana si mara nyingi wanajifunza kwa kufanya. Kwa hiyo unazungumza ni kujifunza kwa kufanya. Uanze kitu fanye. Na uzuri samaki hana mambo mengi kama kuku. Kuku wana mambo mengi kidogo. Kuna magonjwa wanapata? Magonjwa sio sana. Kama sasa hivi hatujapata changamoto ya magonjwa. Changamoto tuliyopata sasa hivi ni jua. Jua of course ni kali. Kwa hiyo jua likiwa kali wanapata stress. Kwa hiyo jua haitakiwi kuwa kali sana. Na hii plastiki sinapata joto. Na hii plastiki inapata joto sana. Kwa hiyo lakini maji yakiwa level nzuri, yakiwa yamejaa, hawezi kupata joto. Na hawa mpaka watakapovunwa, kwa idadi uliowaweka, wanaweza kufika wangapi? Hapo wanaweza kufika, of course kuna wengine wamekufa ambayo ni kawaida. Kufa. Kwa hiyo ukianza ukiona unakufa chache, usipanic, ni kawaida sana, lazima wafe. Unaona wanaelea. Unaona wanaelewa, unamtoa tu, unamkausha, unamkula, lakini isikupe hofu. Kwa hiyo tuseme labda 6500 tukishaanza kuvuna. Okay, tuzungumzie soko sasa tunapokwenda kuona na namna ambavyo matarajio yako yapo wapi? Tukuona ukiwa na mabwawa mangapi muda mfupi ujao? Mimi naona kwenye eneo ambayo ninao nataka ni at least niwe na 10. Kama haya. Yenye kipimo cha 20 kwa 10, kwa sababu naona bado yani ikiwa bwawa kubwa utaalamu mambo yanakuwa mengi, lakini ukiwa na hizi nyingi hata kufuatilia inakuwa rahisi. Sasa huko mbele unaweza ukawa unaweka mwezi huu unawaacha, wengine unaweka mwezi ujao. Kwa hiyo unakuwa na samaki mwaka mzima. Kwa mfano sasa hivi tukivuna labda nakuwa na samaki mara mbili kwa mwaka, lakini nilikuwa na nyingi tunakuwa na samaki mwaka mzima. Kwa hiyo hata zile za ziwani zisipokuwepo nina samaki, na bei waga inapanda zile za ziwa zikishuka. Kwa hiyo unaweza kupata hata kipato zaidi ya ulichokuwa unachofanya. Na tutegemee vitu gani sasa tunapomalizia katika swala lako la ile ecosystem ambavyo vitategemeana hapa? Na sasa huko mbele tukienda katika eneo lako hili dogo. Kwenye huko ninapoenda nataka nianze project ya hydroponics. Hydroponics ni mfumo ambao unatumia maji tu kusaidia mimea ya kuwe. Unaweka kwenye greenhouse, unaweka kuna vibombo maalum unaweka na maji yanapita na zao inakuwa kwenye maji tu. Na unaweza ukavuna baada ya wiki 3. Kwa hiyo ukiwa na zile lettuce ambazo nilikuwa nazisema, ukiweza kupata soko ya mahoteli, restaurant, supermarket, unakuwa na samaki, unakuwa na lettuce, unakuwa na machungwa, malimao, yani unakuwa na package nzima ambapo hata ukileta contract unakuwa competitive, maana una supply vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo wazo hadi biashara. Nikiwa na Kisarika Nkya. Ama kwa hakika kijana, kama una wazo usikae nalo kichwani, si ndio? Ndio. Toka kajaribu. Ukishashindwa wewe tena sio yule, tofauti kabisa na ambaye hajajaribu. Ndio. Ama kujaribu lile wazo ambalo amelianzisha. Kutoka hapa Kiparang'anda, shambani kwa Kisarika Nkya. Naitwa Leonard Mubali. Endelea kufuatilia TriGen Media katika ule uga wa wazo hadi biashara. Na hata kama unataka tukutembelee katika wazo lako ulivyoanza na ulipofika,
Sisi hatuna uvivu, tunafika huko. Endelea kutembelea ukurasa wetu wa TriGen Media katika YouTube. Adios amigo, mvua inazidi, tusinyeshewe kisari. Asante. Kama ni kazi tumenyeshewa huko, tunafanya kazi. Ndio. Asante sana. Asante sana. Karibuni tena. Asante.